الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. صدق الله. Mwenyezi Mungu ameuelekeza wito wake kwa waja walioamini, kwa kuwa waja walioamini imani kamili ni wepesi kujibisha wito wake Mwenyezi Mungu, kwa kuwa wanazingatia hilo tamko la amini. Mzungu aliwaita waja mlioamini imani kamili. Hii ni sharafu kubwa ya Mwenyezi Mungu kumwita mja mwenye kuamini. Sharafu kubwa Mola Muumba kumwita mja wake mwenye kuamini. Unaonaje wewe? Tajiri wako amwambie mwenzie, na wewe huko mfanyikazi wangu huyu mwaminifu, wakati ule ule kichwa chako kinakuwa kikubwa zaidi kushinda Kilimanjaro, ukiwa bandikiwa sifa la uaminifu. Lakini hii ya Mwenyezi Mungu sio la kubandika, bali ukweli. Hawaja walimwamini imani iliyokuwa kamili, ndio ameuelekeza wito wake kwa hawaja: ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili. Sasa ukiheshimu hilo tamko la amanu, haki yake mja mwenye kuamini imani kamili, huyo mtu Muislamu, kunyenyekea kwa Mwenyezi Mungu na kuelekeza vitendo vyake kwa Mwenyezi Mungu na kuviweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na kujitenga mbali na makatazo aliyokataza Mwenyezi Mungu. Hapo ndipo tutakapothibiti amanu kikweli. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili. Anawapa habari Mwenyezi Mungu waja walioamini imani kamili kwa nini? Habari ya kitu gani? Anawaambia inna kathiran min al-ahbari war-ruhbani. Inna, hakika bila shaka, kathiran, wengi kabisa, min al-ahbari, miongoni mwa wanazuoni wa Kiyahudi, miongoni mwa wanazuoni wa Kiyahudi, war-ruhbani, na miongoni mwa hao makasisi wa Kinasara, wengi wao
inna kathira, bila shaka wengi, min al-ahbar, miongoni mwa wanazuoni wa Kiyahudi, waruhban, na makasisi wa Kinasara, wengi wao la yakuluna amwala nas, wanakula amwali za watu bilbatil, kwa njia isiyokuwa ya haki, kwa njia ya haram, kwa njia ya batil. Kazi yao kula mali za watu kwa njia iliyo batili ya haram. Kazi yao ya pili ni nini? Wayasuduna an sabilillah, wanawazuia watu wasifuate njia ya Mwenyezi Mungu, wanazuia watu wasiingie katika Islamu, wanazuia watu wasiingie katika Islamu, bali wanayetoa kwa kuzuia watu wasiingie katika Islamu ni mengi. Miongoni mwa mali wanayogawanya miongoni mwa kuzuia watu wasiingie katika Islamu ni nyingi, miongoni mwa amwali. Kwa hivyo usiku na mchana na usiku, mwangaza na kiza, Mwenyezi Mungu ananiambia, Mwenyezi Mungu anakuambia, Mwenyezi Mungu anatuambia, hao wanazuoni wa Kiyahudi na hao makasisi wa Kinasara, kazi yao ni kuzuia watu kutoingia katika Islamu. Kaeni nao mwajue, kaeni nao mwaelewe, kaeni nao mwafahamu. Kazi yao ndio hii, hapana kazi kwa Mayahudi na Manasara ila ni kuzuia watu wasiingie katika nini? Katika Islamu. Hiyo ndio kazi waliomo ndani yake. Kisha Mwenyezi Mungu anawataja watu wengine akisema, walladhina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda, walladhina, na wale watu ambao yaknizuna adh-dhahaba, wanaokusanya dhahabu tu, wanaweka katika masifu, wanaweka katika makabati, wanaweka katika hisabu zao. Yaknizuna dhahaba, wanaokusanya dhahabu tu, wal-fidda, na wanakusanya pesa hizo za kifedha katika mabenki, katika makabati, katika masefu, wanavikusanya tu, wanavikusanya. Wala yunfikunaha fi sabilillah, na wala hawazitoi katika njia ya Mwenyezi Mungu, wala hawazitoi katika zaka, wala hawazitoi katika kusaidia Islamu, wala hawazitoi katika kunufaisha kwayo wasiojiweza, hawazitoi kwa kusaidia kwayo taalimu ya hao wasio na namna ya kuweza kujielimisha. Basi hao watu, walladhina, na watu ambao yaknizuna dhahaba, wanavikusanya dhahabu wakiweka tu akiba zao, walfidda, na wakusanya fedha wakiweka tu akiba zao, wala yunfikunaha fi sabilillah, na wala hawazitoi katika njia yake Mwenyezi Mungu ya kusaidia dini au ya kusaidia waumini au ya kusaidia Waislamu au ya kusaidia masakini au ya kusaidia fukara na mayatima, hawazitoi katika hiyo njia. Basi wewe ya Rasulullah, wewe ya Nabii Allah, wewe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu hawa fabashirhum, wape habari, onyo, habari na onyo uwape hao watu wani wanaokula amwali za watu kwa njia ya batil. Miongoni mwa hao wanazuoni wa Kiyahudi na hao makasisi, hao watu wanaokusanya fedha na dhahabu kwa kutotoa na wazitoi katika njia ya Mwenyezi Mungu wala njia ya manufaa ya kibinadamu, fabashiru, wape habari hao watu ya Rasulullah, biadhabin alimin, kwa adhabu iumizayo itawapata hao watu. Adhabu iumizayo itawa nini? Itawapata. Ana amri hii imekuja ikitaja Wayahudi na Manasara, lakini wameingia katika hukumu vile vile Waislamu wetu
maulama Waislamu wetu, walimu Waislamu wetu, wajuzi Waislamu wetu wameingia katika hiyo huko, katika hiyo huko, wasile mali za watu kwa njia ya bati, wasichukue vya watu kwa njia ya bati, wasihukumu katika njia zisizokuwa za sheria, wasipitishe yale ambayo hawana haki nayo wakawa ni wenye haki nayo. Hiyo vile vile wajizuie leo. Ndio Mwenyezi Mungu anasema yauma yuhma alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Anasema Mwenyezi Mungu akiwaambia watu hao wanaokusanya mirundo ya fedha, mirundo ya dhahabu, mirundo ya amwali, anawaambia nini? Yauma, kumbukeni siku hiyo kubwa. Siku gani? Yuhma alaiha, utakapochomwa hizo dhahabu na hizo fedha, utakapochomwa fi nari jahannam, dhahabu hiyo zichomwa katika moto wa jahannam, katika moto barabara, na fedha hizo zikachomwa katika moto wa jahannam, zikatika moto barabara. Zikishachomwa imeshika moto barabara, inafanywaje? Fatukwa biha, fatukwa, itachomwa kwayo kitu gani? Itachomwa kwa hiyo fedha, itachomwa kwa hizo dhahabu, itachomwa kwa hizo amwali, itachomwa kwa hayo nini? Jibahuhum, nyuso zao wenye kusanya dhahabu wasitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, wenye kusanya fedha wasitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu, wenye kusanya amwali wasitoe katika sabili yake. Yauma, ukumbuka hiyo siku kubwa. Siku gani? Siku ambayo yuhma alaiha, utachomwa hizo dhahabu na hizo fedha na hizo amwali, zitachomwa, zikisha shika moto barabara, itafanywaje? Fatukwa biha, zitachomwa kwayo hizo fedha na dhahabu na mali, zitachomwa kwayo nini? Jibahuhum, nyuso zao wenye kuvikusanya. Sasa Mwenyezi Mungu ametudhihirishia, kutoka Mwenyezi Mungu Qur'ani imetudhihirishia, imetuwekea wazi kuwa sisi ndio tutajichoma wenyewe, sisi ndio tutajichoma wenyewe. Kwa nini? Kwa sisi wenyewe ndio tutavikusanya kuni ya kutuchoma, tutavikusanya moto wa kutuchoma, tutavikusanya makaa ya kutuchoma. Sisi wenyewe. Mwenyezi Mungu atatukusanyia. Hapana, hizo amwali tulizovikusanya ndio itakuwa nini? Moto yetu itakuwa nini? Yabkun nar tena, amwali tena, diasunu tena, ya nar tena, dhahabu tena dia nar tena, fedha tena dia nar tena, senti tena dia nar tena. Nini shaka makaraguni? Tunashaka na hiyo maneno? Ikiwa tunashaka, Mwenyezi Mungu anatuambia. Anasema nini Mwenyezi Mungu? Yauma, kuna siku kubwa inakuja. Siku gani? Yuhma alaiha, utachomwa hizo makazi, makasiki, mikusanyo ya fedha hizo zitakusanywa na kuchomwa fi nari jahannam, katika moto wa jahannam, mpaka dhahabu hiyo itakaposhika moto barabara, fedha hizo zikashika moto barabara. Fatukwa biha, zitachomwa kwayo. Jibahuhum, nyuso za wenyewe. Wenye nini? Wenye kuvikusanya watachomwa
kwa pesa zao. Sasa wewe mwenyewe ndio utakusanya nini? Moto wako, au si wewe utakusanyiwa? Hapana, wewe mwenyewe ndio utakusanya moto wako. Patakuwa biajibau, utachomwa kwayo nyuso zao watu wenye kuvikusanya, wajunubo na vitakusanywa kwayo mabavu zao, bavu wa upande wa kulia na mabavu wa upande wa kushoto, zitachomwa kwayo na hizo pesa. Na isitoshe watu huru na migongo yao itachomwa kwa hizo pesa vile vile. Alhasan, mchomo wa mtu kwa amwali zake utamzunguka mtu siku ya Kiyama, siku ya hisabu. Sasa usipotaka kuchomwa na amwali zako ufanye nini? Anfik fi sabilillah, toa hizo mali katika njia ya Mwenyezi Mungu. Zitoe hizo mali katika njia ya nani? Ya Mwenyezi Mungu, na pasina kudanganyana. Tukifungua macho vizuri katika maneno ya Mwenyezi Mungu na fahamu vizuri katika maneno ya Mwenyezi Mungu, tutaona hizo amwali alizotupa Mwenyezi Mungu ametutuma nayo pale. Inaonekana wazi, inadhihirika wazi kuwa tumetumwa. Tumetumwa kwa nani? Tumetumwa kwa sabilillah. Tumetumwa kwa nani? Masaki. Tumetumwa kwa nani? Fukara. Tumetumwa kwa nani? Amilina alayhi. Tumetumwa kwa nani? Ibn sabil. Tumetumwa kwa nani? Wal muallafati qulubuhum. Tumetumwa kwa nani? Wa fi riqab. Tumetumwa kwa nani? Wal gharimina alayhi. Tumetumwa kwa nani? Wal muallafati qulubuhum. Ya salam, tumetumwa hatukutumwa. Wala sasa tumejifanya kana kwamba hatukutumwa, tumenyamazia, tumeulalia kama vile kuku anavyolalia nini? Mayai. Tumeulalia haki kile kitu tulitumwa nayo, tumeulalia na kuibania. Tutaachwa na Mwenyezi Mungu? Raba na bisabina ana la tuteleta marwa tarwa ana zile kilo gana marwa labda tarwa bakaraba rasul tarwa kala juma chuno wala rasulina lakini marwa kana rasulina kwa ita musala itekele mimi kila mtu aliuliza tumetumwa. Je, tumefika pale tulikotumwa? Basi kuna wanawake siku hizi wananunuliwa hizi dhahabu, shanga na hizi za mapambo. Pia hizo zao ni thamani kidogo kama 60,000, 50. Sasa pia hiyo inafaa kutumika fi sabilillah ama tunaweza wachia ya mapambo yao? Kwa nini mpa hiyo kitu alafu sasa unataka kumwachia? Ilikuwa nini umempa? Kama ya mapambo hivi. Pambo umempa? Ni yake. Ni yake. Una haki tena kuchukua. Sasa pia itatumika kwake, kwa hiyo kuchomwa siku hiyo ya hesabu. Kwa nini? Hiyo ni pambo lake, na pambo katika hiyo dini jambo lililofadhilishwa. Mwanamke jipambe kwa dhahabu. Kuna haramu kwako kujipamba na dhahabu na fedha, lakini haramu kwa halali kwa mwanamke kujipamba na dhahabu. Ushampa basi hata haina zaka. Pambo la mwanamke halina zaka ndani yake. Aanze kuweka pete 200 kutoka vidole vyake vyote, ajaze pete mabangili kutoka hapa mpaka hapa. Sawa? Nile ngine kani tamaru kande suwari dura. Kanga suwari dura itamanu Kamla suwari dura hii
zakadi kiti bayi rakab tu de mi fok la gadite ti wa mu la sukusu ha tani yala firasi di fiaje kangira di wadi kanta mar wadi gina di nije mda gina di kanta dahab di futu je mesil ki tora fa ke di dahab jeri ki jam tu was para meziki amir de kullu dahab adan de kullu na fidu wa mala de shalala tarwa jana تمام أجل كل كلمة يلبس يكون تقريبا أجلتها 60,000 أو 70,000 كل كلمة لوالك أساسه ما هو زكاة. في عصر الفكرة منه. أيوة عصر الجوز الفكرة لا. تاني يعني كل كلمة ماريا وين يسوق شنو؟ زكاة. أتاجو كلام شنو؟ بس هو ماريا كانوا كلمة جنتو ده لكن لو جابوه ما فوقه ده. Maburara go de kana jana tu ta asasi to dai mazumara asasu lakini masa chuo bari barabara kisita kunde asasu fipe katikite tozo fipe tele ko bara ngena asasi kile ni dibu kile kafe ni hidu kile bakan masa bakan ma ko jise itabi tulia lakini tele ko bakan mo ko ngene ndio ndio madereva تتكلم كلام جواب نعم بس فتكوا بها itachomwa kwa hizo mali zilizowekwa za kidhahabu na za kifedha zitachomwa kwa wajibu huu nyuso zao wenyewe waliozifuga wajunubuhum na mabavu zao wenyewe wenye kufuga wadhuhuru na migongo yao wenyewe wenye kuzifuga kisha waambiwe wanapochomwa kwa hizo dhahabu na fedha na mali hizo waambiwe hadha ma kanastum li anfusikum hadha ma kanastum li anfusikum hadha hayo ndio mali ma ambazo kanastum mlizozikusanya li anfusikum kwa faida na hasara ya nafsi zenu. Hayo yanayowachoma ni mali mlizo nini? Mlizozikusanya kanastum. Mtachoma kwa mali zenu. Hayo ndio mali zile mlizozikusanya kwa hasara ya nini? Ya nafsi zenu. Basi fadhuku ma kuntum takanizuna. Fadhuku onjeni utamu wa mali ambayo kuntum mlikuwa nyinyi takanizuna mkajulikana. Kuna utamu ulio na utamu wa kisukari na asali. Kuna utamu ulio na utamu wa kimchomo wa kimoto. Sasa utamu huo sio utamu wa sukari, utamu wa kimaumivu. Fadhuku onjeni utamu wa kile ambacho kuntum mlikuwa nyinyi takanizuna mkivikusanya. Kwa hivyo tulijipo nyumbani turekebishe fikira, tuone tunakwenda mahala pale tulipotumwa na nani? Mwenyezi Mungu. Tuone tunakwenda mahala pale tulipotumwa na Mwenyezi Mungu. Tumetumwa na hizo amanati tulizo nazo. Sawa? Tumetumwa. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. أنا سوى Mwenyezi Mungu hakika bila shaka عدة الشهور hisabu za miezi inda Allah kwa Mwenyezi Mungu 12 shahra ni miezi 12. Miezi 12 ndio inatengeneza mwaka mmoja. Miezi 12 ndio inatengeneza nini? Mwaka mmoja. Mwaka wenu wa kimshahara inaenda kwa hesabu ya
kisiasa, ya kijua, ya kishamsi na miaka ya kidini. Mwaka wa kidini unakwenda kimwezi, ndio inaitwa shahar, inaitwa shahar month. Shahar ni jina la mwezi. Sawa, ana kila mzee shahri ya aswata, kwa Kiswahili shahri ya aswata, mwezi. Naam, inna kabla shaka iddat shuhur, hisabu za miezi inda Allah, kwake Mwenyezi Mungu 12 shahra, ni miezi 12 ndio inatengeza mwaka mmoja. Fi kitabillah, haya yameshathibitika katika Lauhul Mahfudh, kitabu chake Mwenyezi Mungu, Lauhul Mahfudh, iliyoandikwa tokea utangu. Tokea utangu gani? Yauma khalaqa samawati wal ardh, kutoka mbingu ilipoumbwa na ardhi ilipoumbwa. Hayo yameshathibitishwa kule. Minha arba'atun hurum, miongoni mwa miezi 12 yako miezi 4 ni mitukufu. Miezi 4 mitukufu. Haramu afanyapo mtu katika hiyo miezi 4 upata dhambi double. Wasi atakapo asi mtu katika hizo miezi 4 wapata makosa yake ni nini? Ni double. Na miezi 4 hizo ni Dhulqaada, ni Dhulhijja, hizo mwezi tulizomo ndani yake hizo. Ukienda katika bugi na dansi na urongo na fitina na nini katika miezi hii hapa, kosa moja unapata double, kosa moja unapata double, kwa huna heshima. Kwa huna nini? Huna heshima. Wewe si mtu kamili, wewe ni mtu. Ametukuza Mwenyezi Mungu, amesema hurum, miezi mitukufu. Arba'atun hurum, miezi mitukufu. Utukufu wa mwezi ule umevunja, huna adabu, huna adabu, huna heshima. Kwa hivyo unapaswa kupewa adhabu, kupewa adhabu. Ndio katika miezi 4 hiyo kinachotakikana khairati ziwe nyingi. Na practice ulikuwa umeshafanya wapi? Katika Ramadhani mjizuia Ramadhani kula na kunywa na machafu na mabaya na nini. Ulipomaliza interval yake ni ile siku moja na siku 3 baadaye ukafanya ile ayamu nini unafunga 6. Baada yake fuliliza khairat katika hiyo Shawwal, Dhulqaada, Dhulhijja na Rajab, ili upate radhi ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Basi hao makafiri alipoweka Mwenyezi Mungu miezi 4 hiyo, pana vita ndani yake, hapatakiwi machafu ndani yake, hapatakiwi maovu ndani yake, hapatakiwi mabaya ndani yake. Hawa makafiri ikipatikana vita katika miezi moja katika miezi 4 hizo, wao wanazihalalisha, wanahalalisha. Nasema ikiwa vita hii imetoka katika Dhulqaada, tupigane tu katika Dhulqaada, tuibe tu katika Dhulqaada, tudhulumu tu katika Dhulqaada. Ikifika Safar, heshima ya Dhulqaada tuweka katika Safar. Unaona akili inavyofanya kazi? Unaona ujanja unavyofanya kazi? Unaona uelevu unavyofanya kazi? Unaona maarifa unavyofanya kazi? Tagaini.
Haram ni Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram na Rajab. Miezi hizo machafu yote na mabaya yasifanywe, amekataza Mwenyezi Mungu. Sasa mwanadamu huyo yakimtokea haja ya kupigana katika miezi hizi, anapigana, kisha heshima hii anaondoa katika hii Dhulqaada, anapeleka huko katika Safar. Unaona maarifa ya mwanadamu, unaona nani akili kabinadu adili anatoa heshima hapa katika Dhulqaada, anapeleka katika Safar. Dhulqaada sitaheshimu, lakini nitakwenda kuheshimu Dhulqaada huko mbele. Hii ni kadhaa, anapeleka huko mbele. Ndani namna hii katika dini hapana, werevu namna hii katika dini hapana, akili kisidi dini mangine hapa. Islam taslim istislamu al-amri lillah. Anta sarida lirabbul anta karfida sarida hansa karfida تكلم ما فاجأ في يده تيده ولا لم يندي سامري ما تسوي مو يلتقي جابه ودين لقد تعرف يدك الله أكبر طاف الكبير إلا منه إلا الله وتعالى الله يكتب في عمل يتيجنا بعد في يدي عليك من نرجع بتعالى ناديل أنا أديل أنا ما أديل يا بس ndivyo hivyo. Minha miongoni mwa miezi 12 yako miezi minne ni nini? Hurum, miezi mitukufu. Haram sio kufanywa, tokea hapo haramu ni haramu, lakini ukitenda katika hizo miezi inakuwa mara 3 zaidi adhabu yake. Dhalika ad-dinul qayyim, dhalika ad-dinul qayyim, hizo sharia, dhalika din, hiyo sharia ya Kiislamu hii, ad-dinul qayyim ndio sharia iliyonyoka. Sharia ya Kiislamu ndio sharia iliyonyoka, dhalika ad-dinul qayyim, huo mwongozo wa Kiislamu ndio mwongozo ulio nini? Unyokaji, ulionyoka. Swali je, hapo anasema dhalika dinul qayyim, alafu mwezi ile kisha kinakuja, kwa hiyo dhalika dinul qayyim, alafu baba anaweza kuja anambia mtoto kama Ramadhani imefika, anaambia mama, huyu kijana yako wanaishi na huyu msichana na Ramadhani imefika, vipi? Hiyo dalili sio nzuri, zaidi mwezi zingine zote wamekaa apatie heshima kwa hizo mwezi. Na pale Mwenyezi Mungu anasema dhalika dinul qayyim, alafu baba anasema kwa mama, kijana yako huyu Ramadhani imefika, anaishi namna gani na huyu msichana, kisha wanakuja kwa mwalimu anafika mwezi wa Ramadhani, lakini mwezi hizo nne wanapita tu wanapitiza. Sasa hiyo ni kaida kwa namna gani? Na huyu mwalimu anafanya hiyo ni kama mwezi wa Ramadhani na ile mwezi mwingine wote anafanya zima. Nikah sahihi, nikah na huyo baba akafanya uzuri, akamwambia Ramadhani watakana namna gani, habari ya Ramadhani nakuja watakana namna gani, mambo mengine, lakini habari ya nikah wanaishi pasina nikah. Baba akisema nikah ipo sasa, lakini nyuma mwezi zingine hizi kwa katika mwezi nne hizo nikah sahihi. Sasa mwezi wa Dhulqaada na Dhulhijja na Muharram na Rajab amekaa na huyu mwanamke pasina ndoa, pasina ndoa, huwa amemwasi Mwenyezi Mungu daba. Na huyu mama na huyu baba vile vile wanayo makosa ya kutoamrisha mema na kukataza maovu. Na hao Waislamu majirani hapo ndio juu hiyo mambo, kama wewe pia unashirikiana katika hiyo makosa, mpaka kutaka kutoka katika hiyo makosa,
Sema hamu jamaa mwezi huu ni mwezi wa Muharram na nini na Dhulqaada na Dhulhijja, haramu hii kufanyika ndani yake, adhabu yake ni kali sana, ni haramu. Lakini kufunga ndoa katika Ramadhani hapana ubaya ndani yake. Dhalika dini al-qayyim, hii ndio sheria iliyonyoka. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu katika hizo miezi nafsi zenu. Katika hizo miezi minne msidhulumu nafsi zenu kwa kuiba ndani yake. Katika hizo miezi minne msidhulumu nafsi zenu kwa kusengenya ndani yake. Katika hizo miezi minne msidhulumu nafsi zenu kwa kuiba ndani yake. Tukikia hapo, miezi mingine unapata dhambi, lakini katika miezi minne unapata dhambi double. Unapata adhabu kali katika miezi minne. Tukikia hapo, miezi zilizo nyinginezo unapata adhabu, lakini ya miezi minne hiyo inakuwa zaidi kuliko miezi nyingine. Sasa ndio Mwenyezi Mungu anasema, ananiambia, anakuambia, anatuambia fala tadhlimu, msidhulumu fihinna, katika hizo miezi, anfusakum, nafsi zenu. Msidhulumu nafsi zenu katika hizo miezi. Ndio unakuta katika Dhulhijja, ashri Dhulhijja hiyo ya mwanzo, ulama wengi wanaamrishana, wanaelekezana, wanaambizana kwa hizo 10 za mwanzo za Dhulhijja ifungwe, watafunga saumu, funga saumu, sindikizo na kumkaribisha nani? Idi, kumkaribisha nini? Hija. Hayo hiyo. Waqatilu almushrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa. Qatilu, mpigane na hao mushrikini nyote kama wanavyopigana na nyinyi wote. Ikitakikana wakiwapiga vita, wakianza vita au mushrikini na nyinyi, kama walivyojitokeza wote, na nyinyi vile vile mjitokeze wote. Wakianza au mushrikini kuwapiga vita, katili, ushirikianeni nao katika vita, mpigane nao, msikae wawapige, bali asema nini Mwenyezi Mungu? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribati al-khayr, mujiandae. Wa'iddu lahum, mujiandae kwa hao mushrikini, mujiandae kwa hao makafiri, mujiandae kwa hao watu wanafiki. Mastata'tum, kadri mwezavyo. Mujiandae kwa kitu gani? Min quwwatin, ya kuwa na nguvu. Mujiandae kwa kujilisha malisho yenye nguvu, kuweka afya katika mwili, na nguvu ya kisilaha, nguvu ya kiatomiki na nini na nini, nguvu ya kimada. Mjiandae nao. Ulimwengu wa kinyang'anyiro, ulimwengu wa kimsukosuko, ulimwengu wa kupigana. Donc Qur'an nasema mjiandae, aidu lahum mastata'tum, mjiandae, wekeni hizo vitu tayari, mtapigwa vita. Muwe na nguvu ya kuwakinga na muwe na kinga ya kuwakinga, au mtakaa hivi mje malizwa basi na kuwa na kinga? Haifai. Mtakuwa mjidhulumu nafsi zenu. Ndio mnasema aidu lahum mastata'tum min quwwa, mjiandae tayari kwa hao watakao kuja kuwapiga vita. Ukiwapiga vita, mwapiga vita vile vile, sharti waanze wao, msianze hii.
Qatilu mushrikin, qatilu, shirikianeni na hao mushrikini wakipiga vita, ninyi mwapiga vita kafa nyote, kama yuqatilunakum kafa, kama wanavyowapiga vita nyinyi nyote mwapiga vita. Waalamu, najueni anna Allaha, kabla shaka Mwenyezi Mungu ma'al muttaqin, pamoja na wale watu wanaomcha. Muttaqin ni watu gani? Almuttaqin alladhina imtathalu awamir Allah wajtanabu an-nawahi. Muttaqin ni wale walioweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na wakajitenga mbali na makatazo ya Mwenyezi Mungu. Hao ndio muttaqin. Ndio Mwenyezi Mungu asema inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun. Anasema Mwenyezi Mungu inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw, kabla shaka Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kumcha, yani wenye kuweka maamrisho yake katika vitendo na wakajitenga mbali na makatazo yake. Ndio Mwenyezi Mungu yuko pamoja na hao watu, na hao watu ambao hawamchi Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hawako na wao. Mwenyezi Mungu hawako na wao. Yesu kumgaina hapa na mafumeni de usanna manga taba amri tono mkuta amri tofi amal wala na maso ina muhimu ajana ruwa muskata maso ربنا كورينا نفادي وكلام سنة إن الله مع الذين تقوا. قبل شك ربنا فيما الناس كنت أمري توفي أمل وصل البعيد من منهيات جلال وابس ومنه ربنا فيما ناس من تناسل نفوين نمكتس في معاصي، نفوين نمكتس في بطال، نفوين نفي بوي من القرآن. ربنا في منا، ربنا ما في منا، ونسلنا في مؤمن كمان ما في منا. أنا سألنا في بابون من كمان ما في منا، في تومون منا، في تراس اللسان، في تراس اللسان، كتو لا سير في تناغا يلا لسان قال سهاوة، لكن أنا ما يتمنى لما قال لا جوده، نعم يعني من وده، لكن تنفتين ناي، ربنا ما في منا، وسنا ما في مرمى، أنا سما في منا. بس الدين ترنا مامون برا يقولنا ما قايل عندنا وده ما قايل عندنا نجي نسجين نكون أبجوكو تكون ما أبجوكو إيتا تلوبي أبجوكو أجل قاعد يقول فأجل ما أجوه أبجوكو مسكين نوبي واعلموا jueni anna Allah, kabla shaka ya Mwenyezi Mungu, ma'al muttaqin, yuko pamoja na wale watu wanaomcha Mwenyezi Mungu. Wale wanaomcha Mwenyezi Mungu ni wale wanaoweka maamrisho ya Mwenyezi Mungu katika vitendo na wamejitenga mbali na makatazo ya nani? Ni Mwenyezi Mungu. Ndio Mwenyezi Mungu aingia aseme inna Allaha ma'al ladhina taqaw, Mwenyezi Mungu yuko pamoja na watu wenye kumcha, walladhina hum muhsinun, na wale ambao wanafanya mema. Mwisho kabisa ya rubama huko ni sura al-Hijr karibu na subhana iko hiyo aya. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هوا makafiri miezi minne mitukufu ilikatazwa kufanywa maasi ndani yake, na wao hufanya kwa kupendekeza nafsi zao. Inama kasi jambo jinginelo annasi kule kuakhirisha heshima ya miezi mitukufu. Inama hakabila shaka si jambo jinginelo annasiu kuakhirisha heshima ya miezi mitukufu.
hauwezi kuacha kuimba katika Dhulqaada, hauwezi kuacha kuimba katika Dhulhijja, hauwezi kuacha kuimba katika Muharram, hauwezi kuacha kuimba katika Rajab. Sasa tutaimba katika Rajab, tutanyang'anya katika Rajab, tusengenya katika Rajab, lakini mwezi mmoja tutakuja kuweka hiyo heshima ya Rajab huko katika mwezi usiokuwa ya Rajab. Unaona, wanatoa mahali pale ambapo Mwenyezi Mungu ameweka heshima na wanapeleka heshima mahali pasipo pake, na mtu anayeweka kitu mahali pasipo pake ni nani? Dada. Wanatoa heshima ya Mwenyezi Mungu kutoka Rajab, wanatoa heshima ya Mwenyezi Mungu katika Dhulhijja, wanatoa heshima ya Mwenyezi Mungu katika Dhulqaada, wanatoa heshima ya Mwenyezi Mungu katika hizo miezi Muharram, wanapeleka kwingineko. Basi ndio Mwenyezi Mungu enama, hata si jambo jinginelo annasiu, kule kuakhirisha heshima ya Mwenyezi Mungu kutoa katika miezi yake Mwenyezi Mungu wanapeleka katika miezi mingine. Hiyo ni nini? Ziyadatun fil kufri. Hii ni ziada katika ukafiri. Badala ya kuwa wao ni makafiri, wanaongeza ukafiri mwingine juu ya ukafiri. Unaona, wanaongeza ukafiri mwingine juu ya ukafiri. Wao ni kafiri tena, ukafiri mwingine wanatoa heshima ya Mwenyezi Mungu katika mwezi huu, wanaweka katika mwezi mwingine. Ukafiri juu ya ukafiri juu ya ukafiri, ziyadatun fil kufri. Yudallu bihi alladhina kafaru, wanapotezwa kwayo wale watu walio kufuru. Yuhillunahu aman, wanauhalalisha. Yuhillunahu aman, wanauhalalisha mwezi wa Muharram, mwaka moja, katika mwaka moja, na katika mwezi fulani katika mwaka ule wanauhalalisha. Wayarimunahu aman, na wanaharamisha katika mwezi mwingine, mwaka mwingine. Wanafanya hivyo liwatiu, ili wapate kuwafikisha heshima ya ule uharamu katika mwezi mwingine, miezi mingine ipate kuingia katika mwezi alioamrisha Mwenyezi Mungu. Ni Mwenyezi Mungu haubadilishwi. Mwenyezi Mungu anasema Rajab ni Rajab tu. Mwenyezi Mungu anasema ni Muharram tu. Mwenyezi Mungu anasema Dhulqaada. Mwenyezi Mungu anasema Dhulhijja ni Dhulhijja. Hauwezi kutolewa katika Safar, hauwezi kutolewa katika Ramadhani. Unaona, Ramadhani pamoja na kufunga na nini, lakini Ramadhani si ashhurul hurum, si mwezi mtukufu. Pamoja na kuwa Qur'ani inateremshwa katika Ramadhani, lakini Ramadhani haimo katika arba'atu hurum, miezi ya heshima. Unaona, au imo ndani yake? Haimo ndani yake. Sasa wanatoa yale heshima ambayo Mwenyezi Mungu ameipa hizo miezi, wanapeleka katika miezi nyingine, kwa kuwa wanataka kufanya maasi katika hizo miezi. Ndio adhabu yake imekuwa vile vile mara mbili zaidi kali. Na liwatiu idda ma harama Allah, wanataka kuakhirisha hesabu ya hayo ambayo Mwenyezi Mungu aliyoharamisha. Fayuhillu ma harama Allah, wakawa wao ni wenye kuhalalisha yale ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Mwenyezi Mungu ameharamisha katika Dhulqaada, Dhulhijja na Muharram na Rajab. Hapana, wanahalalisha alafu wanalipiza katika miezi mingine. Ujaja namna hii Mwenyezi Mungu hataki. Sasa hawa zuyina lahum suu amali, ili shetani ilipangwa kwao na shetani uovu wa vitendo vyao. Uovu wa vitendo vyao ilipangwa kwao na wasiwasi za kishetani. Na kaa ukijua, wallahu la yahdi al-qawma al-kafirin, yeye Mwenyezi Mungu haongozi kundi la watu makafiri. Kafara maana yake nini? Kafara jahada. Kafiri nani? Mpinzani, opposition. Watu wanaompose Mwenyezi Mungu hao ndio makafiri. Kafiri nani? Mtu anayekataa kupinga tu, anapinga. Na ukitaka kuwa mashuhuri katika hii dunia, wewe pinga. Utatajwa sana. Pinga fikira fulani, pinga kauli fulani, utasemwa sana. Ukitaka heshima hii ya kidunia hiyo, kuwa opposition.
kuwa nani? Utapewa group leader, position leader utapewa. Halas, umeshatukuka. Nika kitu juu kuliko position wengine unayo. Juma, tevi, agindevi, Arabia. Naam. Ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum infiru fi sabilillahi thaqaltum ila al-ard أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Yesu anasema hali baada anauelekeza wito wake kwa waja walioamini. Kwa waja walioamini ndio wepesi wa kujibu wito wake Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi waja mlioamini imani kamili, maana una nini nyinyi? Mbona nyinyi idha qila lakum, mkiambiwa nyinyi infiru fi sabilillah, mbona nyinyi mkiambiwa tokeni mwende katika jihad, mkaambia tokeni nini katika jihad, kuna kupigana na maadui zake Mwenyezi Mungu. Mbona mkaambiwa hivyo? Ithaqaltum, mbona mkaambiwa hivyo? Muna nini? Mnajiakhirisha nyuma. Mbona nyinyi wenye kuamini imani kamili mkiambiwa infiru, tokeni mwende kupigana katika jihad, ithaqaltum, mnajiridhisha nyuma, mnajiakhirisha nyuma. Kifini kangikele takumtala rokumdisho fi jihad tukumgitegilitakum wara, ithaqaltum tumgitegilitakum wara. Rujali bikum hop kene kefim rujali bikum kefim kom bismillah dawate bikum ata to madre gum dekale musala lo umazeka kutego ya Allah kom bismillah ni wale bikum kene hali gum kene gikole kole kom bismillah gum kefim kene zawadaraji Juma dan wadaraji wadaraji mandu kante seydu bikira wa fasir kalam wadaraji Nyarikutaraji. ya salam wadaraji de mana sunu wele diraji tidi wele diraji say bas ya ayyuhalladhina amanu eji wajibun amini imani kamili malakum munanyini idha qila lakum, mkiambiwa nyinyi infiru fi sabilillah, tokeni mkapigane jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, mbona nyinyi ithaqaltum, mbona mnajirejeza nyuma, mbona mnajitia uzito, hamtaki kuondoka ila al-ardhi, katika hiyo ardhi mnajiakhirisha nyuma. Shuniagisoitakum kabire, kitu gani inawafanya sawa? Shuniagisoitakum kan kelebro kumdishman takumani amro kumpesa takumagde oni sukumpogo takumani suni agiseitakum fiaje aywa chubuta kizura sababu fiaje ajal fide iman ma fi juma iman na kikelete matikela na kwa fu juma sura ajal ma fi de sunu iman ma fi dini ma tisubadu yaketi kalambe basani kelemu hakuna kinatana salami lakini si salamia ile kabasi islam ya iman wala iman ma ya islam utamadra kun mu'min la kata kun islam wala lakini utamadra kun islam ile tekoro video mu'min kan dari takiki ram takiki am utamadra kun mu'min la kata kun islam kida
Basi malakum, muna nini? Idha qila lakum infiru, mkaambiwa tokeni fi sabilillah, mwende mkapigane jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu, ithaqaltum, munajitia uzito mkajiakhirisha nyuma, ila al-ardhi, katika hiyo ardhi. Kitu gani inawafanya sunia kisa itako? Hilo ni swali, jawabu unayo? De suali, jawabu nini au itendi? Swali nyingine linakuja, anaongeza Mwenyezi Mungu swali juu ya swali, anauliza, anasema nini? Araditum bil hayati dunya min al-akhirah, araditum bil hayati dunya min al-akhirah, araditum bil hayati dunya min al-akhirah. Je, mmeridhia kwa furaha uhai huu wa dunia kuliko akhira? Mmeridhia kwa kuifurahia huu uhai wa dunia kuliko uhai wa akhira? Mmeridhia kwa furaha katika huu uhai wa dunia kuliko uhai wa akhira? Jawabu ni nini? Ndio. Hapo kusema hapana. Jawabu ndio, tumeridhia. Halafu Mwenyezi Mungu amesema nini? Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nyinyi watu tu'thirun, mmeufadhilisha uhai wa dunia, wal akhiratu, na uhai wa akhira, khairun, ndio bora, wa abqa, na inasalia. Sasa weka katika mizani, tu'thiruna al-hayata ad-dunya, mmefadhilisha uhai wa dunia, lakini haidumu. Mtakuwa wagonjwa, mtakuwa mafakiri, mtafilisika, mtatukanwa, mtapokonywa, mtaporwa.